Yes bwana, mambo vipi mwana michezo popote pale ulipo. Hii ni Off Pitch TV. Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe na mnapata habari za ndani kabisa kutoka hapa Off Pitch TV. Mimi ni the voice of miracles. Nipo na taarifa nyeti kweli kweli. Hii ni baada ya lile tukio la kughairishwa kwa dabi ya Kariakoo kwa maana Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Tumeona Young Africans wamezungumza mengi sana. Young Africans tumeona walienda Bunju kutaka mechi ichezwe, lakini pia Young Africans jana ametuma barua kwa kamati ya masaa 72 kwa bodi ya ligi akiwapa masaa 72 wafanye maamuzi. Young Africans hao wamesema kwamba hawatocheza hiyo mechi. Young Africans hao wanadai point na kadhalika, lakini kwa upande wa Simba tukaona wao wapo kimya kabisa. Sasa nataka nikujuze ni kitu gani ambacho wao Simba Sports Club misimamo yao na ni kipi ambacho wao wanakishikilia. Hii ni baada ya hapo jana aliyekuwa mwenyekiti wao katika ngazi ya bodi yao ya wakurugenzi kwa maana Salim Abdallah Tragen ambaye kwa sasa ni mjumbe wa bodi, yeye amepata nafasi kwenye zile kamati za CAF, na yeye hayupo kwenye wajumbe wa bodi bali yeye yupo sehemu ya ushauri na jana tulimuona yeye akichaguliwa. Lakini wengine ambao wamepata nafasi rais wa TFF kwa maana Wes Karia, yeye amepata nafasi kubwa sana mjumbe wa bodi, na baadhi ya wengine ambao wamepata nafasi hizo. Kwa maana hiyo Try Again naye amepata nafasi huko CAF. Sasa Simba misimamo yao ipo hivi, nisikilize kwa makini hapo uelewe nini ambacho Simba wanakifanya kimya, na huu ndio uongozi wa Simba ambao umeamua kuwa hivyo. Lakini wakati na kusomea, kama bado hujasubscribe basi subscribe ili tuwe sambamba. Sasa nisikilize kwa makini hapo. Klabu ya Simba Sports wamewasilisha barua kwa bodi ya ligi TPLB na TFF wakiwa na pendekezo la kutaka mechi yao dhidi ya Young Africans ichezwe na refa kutoka nje ya Tanzania, na pia wamewasilisha kwa TFF dhamira yao ya kutaka kwenda FIFA kama hakutakuwa na hatua stahiki kwa wote waliohusika na tukio la wao kuzuiwa kufanya propaganda yao ya mazoezi ya programu yao mazoezi ya mwisho siku moja kabla ya mchezo katika uwanja husika wa mechi. Kwa unaweza kuona kwamba klabu ya Simba wao wamewaambia bodi ya ligi waambie ama waweke wazi ni nani ambaye anahusika kwenye kile ambacho kimetokea, kwa maana wale makomando ambao wamewazuia Simba nani ambao wanahusika, ili wakisha wajue nini ambacho watakifanya. Na wamewaambia bodi ya ligi kama watashindwa kuwabainisha ama kuwaweka wazi wale ambao wanahusika, basi wao watafika mbali, kwa maana wataenda kushtaki FIFA ili haki yao waipate. Lakini Simba hawajaishia hapo. Katika barua yao wameorodhesha matukio mengi yenye taswira kama siku ambayo walicheza dhidi ya Pamba Jiji huko Mwanza, kile ambacho kilitokea. Wakamtaja mkuu wa mkoa wa Mwanza kuhusika pia katika kuwafanyia hujuma, na wametaja pia tukio lililofanyika na timu ya KMC katika dimba la KMC Stadium. Siku waliokuwa na mechi dhidi ya KMC walienda katika uwanja wa KMC Complex na wakafanywa vurugu, huku akimtaja mwenyekiti wa KMC FC kushiriki katika kuwahujumu. Na pia katika barua yao hiyo Simba Sports Club wamegusa na jeshi la polisi Tanzania kuwa wapo baadhi ya maofisa wa jeshi hilo wanaotumika katika kuwahujumu Simba wametaka haya yote yapatiwe majibu, la sivyo wanaenda moja kwa moja FIFA, na wamewasisitiza kucheza dabi hiyo na marefa watoke nje ya nchi ya Tanzania, kama vile ambavyo Al Ahly walitaka marefa watoke nje ya Tanzania. Na baada ya kamati ya marefali ya huko nchini Misri kuona kwamba ili jambo halina nguvu, wakaenda tofauti. Ahli wakagomea mchezo, tukaona wakapokonywa pointi 3, na klabu ya Zamalek wao wakapewa zile pointi 3 na magoli 3. Lakini pia isivyo bahati pia Simba kwa hivi sasa wao wanahitaji haya yote yapatiwe majibu, kwa maana matukio hayo 3 ambayo yametokea, lakini pia wanataka sheria zifuatwe. Na kama TFF ama bodi ya ligi watashindwa haya, basi wao
wataenda mamlaka ya juu kabisa, sio kafu, bali wao wataenda FIFA moja kwa moja. Pengine labda wewe mtazamaji wa Pitch TV unaweza ukatuambia hiki ambacho anakifanya Simba, je, ni weredi wa viongozi ambao wapo nao? Je, ni uoga ambao wapo nao? Ama je, ni ipi sababu hasa ambayo inafanya wao waende huko? Lakini pia unaweza ukatuambia, je, wana hoja nzito ambayo inafanya wao wawe hivyo kulingana na kile ambacho kimetokea? Lakini hii pia inaturudisha moja kwa moja, mengi tunaulizana, kwa nini bodi ya ligi wakailishe mchezo akati alisema mchezo upo? Hapa ndipo unaweza ukaona kwamba bodi ya ligi alisema wanafanya uchunguzi. Ni kwenye huo uchunguzi ambao wanaofanya, unaweza pia ukawanisha doti hapa ukaona kuna baadhi ya majibu ambayo napata. Kumbe kwenye ile barua ambayo Simba wametuma kwa bodi ya ligi kuna hivi vipengele ambavyo vimewekwa, na lazima bodi ya ligi waviweke sawa, kwa sababu kuna kitu kimeguswa hapo, kama maana FIFA, na kama Simba kaenda FIFA inaweza ikaleta changamoto. Kwa hiyo bodi ya ligi walikuwa na haki ya kukailisha ule mchezo ili kuweza kupitia vizuri kile ambacho kimeandikwa na Simba, ili waweze kuwapa majibu yaliyokuwa sahihi Simba wasiweze kufika mbali. Lakini kwa upande wa Young Africans, wao bado wamengangania kile ambacho wao wanahisi ni haki yao. Mimi sijui nani mwenye haki zaidi, lakini mimi kazi yangu ni kukuletea kile ambacho kinazungumzwa na kile ambacho kipo. Alafu wewe mtazamaji ama shabiki ama mdau wa soka unaweza na wewe ukatupa majibu yako. Je, nani yupo sahihi ama nini ambacho kinatakiwa kufanyika? Lakini wengi wamefika mbali, wanasema kwamba ikiwa klabu ya Young Africans wao hawataki kucheza huu mchezo dhidi ya Simba, itokee tu kwamba mechi hiyo ipangwe tarehe, alafu kwenye huo mchezo mgeni rasmi awe Mheshimiwa Rais, kwa maana Mama Samia Suluhu Hassan awe mgeni rasmi kwenye huo mchezo. Tuone je watatokea ama hawatatokea. Lakini kwangu mimi naona kama tutakuwa tunahusisha masuala ya kisiasa na mpira, na hivi ndivyo ambavyo FIFA wamekuwa wakipinga vikali. Kwa hiyo sijui nini kifanyike. Pengine unaweza kudondosha comment yako hapo chini. Je, nini TFF akifanye ili mchezo huu uchezwe? Ama je, kitokea mchezo ukapangwa Young Africans asitokee, je nini kifanyike hapo? Kwenye pointi 3. Lakini kisheria Young Africans hawastahili kupewa pointi 3 kwa sababu mchezo haukuwepo, na kikawaida ili upewe pointi 3 mnatakiwa mufike uwanjani lisali moja kabla ya mchezo. Lakini pia dakika 60 kabla ya mchezo wale makamisa inabidi wafanye uchunguzi, je timu zote zimefika, kuna changamoto gani, lakini pia kague uwanja kila kitu kipo sawa nusu saa, dakika 60 kabla. Lakini pia kuna dakika 2 za timu ambayo imefika waingie uwanjani, tunawapa dakika 2 timu nyingine wao wamefika. Baada ya hapo uwepo wa referee, kamati ya kamisa, photo official wawepo, lakini wale kamati ambao wanahusika na mareferee wote, cabinet iwepo.